Hii njia ambayo umeichagua kwenye maisha yako dada Hamisa, unaamini kabisa inaweza kuwa solution ya maisha yako? Hapana, sio solution ya maisha yangu, lakini kwa sasa hivi kwa mahitaji nilokuwa nayo inanisaidia kwa kiasi kama 40%. Nanufaika na biashara hii. Biashara hii inanisaidia, napata mlo wa siku. Mimi ni mama wa watoto wawili na ninasomesha watoto wangu kwa biashara hii. Nimepanga, ninalipa umeme, wanangu wanavaa. Kwa hiyo ni biashara ambayo naweza kusema inanisaidia kiasi, ila ninaifanya kwa sababu bado sijapata ule mwanga, sijapata uwezeshwaji. Ningepata uwezeshaji, labda ningefanya biashara yangu kwa ukubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi kama unavyoona natembea kwenye deli, lakini nikija kupata kwa mfano labda mtu au mdhamini wa kunidhamini kuniwezesha mimi, naweza nikafanya biashara hii kwa ukubwa, kwa sababu biashara mimi ninaijua vizuri, biashara ya juisi. Lakini nikipata sehemu nzuri na nikapata pesa ya kunitanua kibiashara, naweza nikafanya mambo makubwa kupitia hii juisi. Kwa siku dada Hamisa, kwa siku inategemea. Hii biashara ina changamoto moja. Biashara ya juisi inategemea na hali ya hewa. Siku kuna hali ya hewa nzuri, yani jua lipo na siku yenyewe imekaa vizuri, mimi naweza nikauza juisi hata 100 kwa siku. Juisi chupa moja unauza shilingi 500. Kwa hiyo chupa 100 ina maana hapo tunaitengeneza shilingi ngapi? 50,000. Dada Hamisa anatengeneza shilingi 50,000 kwa mtaji wa shilingi 26,000. 26. Hongera sana. Asante. Sawa, sasa unatumia njia gani sasa kuweka pesa zako? Mimi nacheza mchezo ambao mchezo huo kila siku ni shilingi 2,000. Ndo natunza hela zangu kupitia njia hiyo, njia ya mchezo. Kwa sababu kila siku lazima naenda napeleka hela yangu baada ya muda, na hata nikichukua ile hela bado mimi nitalazimika kwenda kulipa zile hela za watu ambazo nimekusanyiwa, nimepewa. Kwa hiyo bado nakuwa sijapoteza wala sijatumia hela yangu kwa njia ambazo hazifai. Hamisa, vipi kuhusu sasa mikopo? Kama unaingiza shilingi 50,000 kwa siku, ulishawahi kufikiria labda kwenda kukopa sehemu yoyote yenye taasisi rasmi labda? Mikopo ina changamoto. Kuna mikopo hii ya kwetu ya mitaani kama mnaisikiaga, sio ya kausha damu. Mimi kausha damu siwezi kukopa. Wale jamaa wanakupana kuna siwezi kukopa, yani hata siwezi. Hamisa nakopa kausha damu? Siwezi hata kidogo. Ile kausha damu inakuaje? Nielezee. Ni mkopo wenye changamoto sana. Inakuaje? Kwanza mkopo ule unakopeshwa leo afu unaambiwa marejesho kesho. Asante. Yaani kitu hicho tu ambacho mimi kinanishinda. Sasa wewe umekopa leo, unapata wapi hela kulipa kesho? Zina maana unaanza kuitumia ile hela uliyokopesha, umeifanyia nini? Mimi siwezi kukopa kausha damu. Sasa ilikuaje mpaka ikawa kausha damu? Wanadai vipi? Sijui wenyewe kwa kweli. Bana ile kweli kausha damu. Ukichukua hela kausha damu, unajua kama mimi na watu. Okay, sawa. Kupitia Msiri na Wana itakusaidia pia mambo mbalimbali, itakutanisha na watu tofauti na inaweza kukusaidia kwenye kile ambacho unachokipata. Sasa unatamani nini sasa kukifanya kwenye maisha yako ya juisi? Unatamani baada ya miaka 2 sasa leo au vipi? Mama anakuangalia hapa, mabenki tofauti anakuangalia. Hamisa, hebu mwagika, nini unachotaka? Nafasi ndio hapa, kama hivi Hamisa. Yaani mimi ninachokitaka, kama kutakuwa na uwezekano wa mtu kutudhamini au shirika au serikali yenyewe kwa ujumla, nilikuwa natamani sana mimi nije niifanye hii biashara ya juisi kwa ukubwa na kwa kisasa zaidi, kwa sababu sasa hivi mimi nauzia kwenye vichupa hivi, lakini natamani mimi niuze juisi fresh. Kwa juisi hapo umesema unauzaje? Nige na mimi bwana kusupport. Unajua sisi wana tunasupportiana. Tunaposema tunahitaji support ni kununua bidhaa za wanetu wanazouza. Sio kusupport nataka bure, takupost. Sasa yani nauza hivi. Lakini nauza hivi kwa sababu nauza hivi
sababu sina miundombinu wanasema. Lakini natamani mimi juisi yangu niiuze kisasa zaidi, niiuze katika mazingira mazuri ambayo hakutakuwa na mtu mwenye mashaka na biashara yangu. Unatengenezaje? Natengeneza ndio hivi, tunaweka embe, parachichi, viungo kidogo. Mwanangu, juisi tamu sana. Sasa kama dada Hamisa anaweza kutengeneza juisi tamu kama vile hii, anauza 500, anaiuza 500 au vipi bwana? Juisi nzuri bora, na kunywa juisi ni moja ya afya. Sawa bwana. Tanzania yangu baada ya miaka 2 mbele, yani msimu ya pili ya mama yangu Mama Samia akiwa madarakani, leo dada Hamisa akiweza kupewa skills na target nzuri za kibiashara kupitia mataasisi tofauti, yakamuona, tutapata matajiri wengi sana, tutapata wawekezaji wengi sana. Sasa juisi yake nzuri sana ndugu zangu. Dada Hamisa umetisha sana. Neno lolote basi kwa mama, kwa serikali hapo kwa TBC? Kwanza nashukuru sana TBC kwa kutuangalia na sisi wafanyabiashara wadogo hivi. Sisi na maana sisi ndo wanatupa na sisi sauti zetu zinafika kwa viongozi, lakini pia kwa Mama Samia naye atuangalie na sisi, kwa sababu hata tukisema kwamba hizo ni nafasi tutafutiwe, tupewe nafasi, sisi tunaweza kufanya mambo makubwa. Kwa biashara yangu hii mimi naweza nikaishi na watoto wangu na nikasaidia watu wengine kupitia biashara hii. Ni biashara ambayo inaingiza pesa kila siku. Kwa hiyo mtu asije akaidharau akaiona ndogo. Ukifanya bidii na ukiwezeshwa tunaweza.